Serikali ya Rais William Ruto, mtazamaji, imeanzisha vita kati yake na ya jamii ya Wakikuyu, hasa wale ambao ni wazee ambao ni wanongonezaji wa jamii. Kama ulikuwa umefuatilia wiki iliyopita, mtazamaji, tuliweza kufanya kanda kuhusiana na swala hili, ambapo jamii iliweza kulaani vitendo ambavyo hakuweza kufurahishwa navyo ambavyo serikali hii ya Rais William Ruto inatekeleza, haswa katika maeneo ya Gitunguri, pale ambapo kuna shamba linalohusiana na jamii na historia ya Wakikuyu, haswa wale ambao ni wazee wa jamii. Inaonekana wazi kwamba serikali hii, mtazamaji, haswa Rais William Ruto hako katika harakati ya kuweza kuchukua shamba hili la jamii ya Wakikuyu, haswa pale ambapo wangeweka kanisa la kitamaduni linalohusiana na jamii na utamaduni wa Kikuyu, na haswa wasee waliweza kusimama na kukashifu shughuli ambayo serikali ilikuwa inatekeleza ili kuhakikisha kwamba shamba lile limenyakuliwa. Na wamerusha kwa nyumba Maikia, wewe toeni watoto kwa nyumba. Maikia nyoba wameirusha kwa nyumba, ndio hiyo wameirusha kwa nyumba, ndio hiyo. Kuweza kuweka ujenzi wa affordable housing. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi, karibu tuweze kuzungumza yale ambayo yameweza kuchipuka. Wiki iliyopita, mtazamaji, jamii ya Wakikuyu, hasa ambao ni wasemaji wazee wa jamii hiyo, walijitokeza wazi na kukashifu mradi wa ujenzi wa nyumba za affordable housing katika maeneo ya Gitunguri, ambayo, mtazamaji, inaaminika yalikuwa majumba hayo yalikuwa yajengwa katika shamba ambalo limetengwa na jamii ya Wakikuyu, ambayo iliweza kununuliwa na wasee wa kijiji, pale ambapo, mtazamaji, inaaminika kwamba kuna wale ambao waliweza kuuawa wakipigania uhuru wa Kenya, haswa ambao ni wasee wa Mau Mau. Sasa jamii hii katoka na kukashifu mradi ambao ni wa affordable housing, nyumba ambazo zilikuwa zinajengwa kingufu katika shamba hili lililonyakuliwa na jamii, na wakamuomba Rais William Ruto asimamishe mradi wa ujenzi huu. Lakini, mtazamaji, hata baada ya koti kuamrisha mradi huu usimamishwe, Ruto alitumia nguvu zaidi na kuendelea na ujenzi. Lakini tena jamii na wazee wakajitokeza na kukashifu hii, na wakamwamrisha viongozi wao waweze kusaidia katika mazungumzo ya kukumbusha Rais William Ruto kwamba mradi ule pale ambapo unajengwa ni pahali patakatifu. Lakini bado ujenzi ukaendelea. Wazee wa kijiji wakaonelea ni vizuri waweze kuandamana kwa njia ya maandamano ya amani, ili kwamba Rais William Ruto aweze kusikiza na kufahamu kwamba hili ni jambo ambalo linahusiana na jamii nzima ya Wakikuyu. Lakini kinachosangasha ni kwamba maafisa wa polisi, mtazamaji, badala ya kusaidia na kuweka ulinzi katika maandamano hayo, wamejitokeza na tear gas, wamewanyanyasa wale ambao ni wazee wa miaka zaidi ya 50, miaka zaidi ya 70, wengine 80, ambao walikuwa wakiandamana wakitaka mradi huu usimamishwe, kwa sababu ni jambo ili ni shamba ambalo ni muhimu sana katika jamii ya Wakikuyu. This is a very sacred place ambayo Wakikuyu wangetaka kujenga kanisa lao. This is a sacred place ambapo Wakikuyu, ambapo wazee walikuwa wakipigania, wale ambao ni Mau Mau warriors waliweza kumwaga damu yao pahala pale. Na unapoona wakisimama
wakitaka mradi usimame, kwa sababu this is a sacred place where they wanted to build a church, ili kuheshimu wale ambao walipigania haki zao. Lakini Ruto anatumia nguvu zaidi kuhakikisha kwamba mradi unaendelea kuzidi kujengwa, kwa sababu yeye anahisi kwamba nyumba za affordable housing ni muhimu kuliko mila na desturi za jamii. Kilichotendeka pale ni jambo ambalo, mtazamaji, linarudisha imani ya Wakikuyu kwa Rais William Ruto. Nasema hili kwa nini? Kwa sababu unapoguza mila na desturi za jamii ni kumaanisha kwamba hujaheshimu mila na desturi za hii jamii ambayo unataka ikuchague tena. Ni kama kwamba ukikosa kuheshimu mzazi aliyekuzaa akikwambia kwamba kile unachokitenda ni kibaya na kinaniharibia heshima zaidi, na kuomba uweze kusistisha kufanya hili kwa sababu heshima zangu na za mababu zinachafuriwa, lakini unazidi kukitenda. Ukizidi kukitenda na wazee wakikashfu na wakisimama wima kukataza na bado unazidi, ni kumaanisha kwamba hujawaheshimu, bali kile unachokitenda ni kufanya jambo ambalo linawakera zaidi. Unapoguza mila na desturi za jamii ni kumaanisha kwamba hujawaheshimu na hujaheshimu mila na desturi ambazo wamekueleza uweze kuziheshimu. Na kwa Ruto, hii ni laana ambayo anajitafutia. Usiende mbali, tutakuwa tukikufahamisha zaidi kuhusiana na tukio hili. Ini Sam TV, nami ni mtangazaji wako Bwana Steven. Hey!